Wapo baadhi ya watu ambao wanamiliki silaha kisheria, lakini kwa bahati mbaya sana silaha zao hazijalipiwa kwa maana ya zile tozo za kisheria ambazo hulipiwa kila mwaka, yani vibali, uhuishaji wa vibali vya umiliki wa silaha kila mwaka. Lakini wapo pia baadhi ya wanafamilia ambao wamiliki wa silaha hizo wamefariki, lakini kwa bahati mbaya sana hawajui silaha hizo ziende wapi. Mtu alikuwa anamiliki bastola, alikuwa anamiliki shotgun, sasa bahati mbaya mmiliki huyo amefariki. Sasa wanafamilia wanakuwa hawaelewi silaha hiyo waipeleke wapi. Sasa maelekezo ya kwanza ni kwamba yoyote ambaye anamiliki silaha kisheria, ahakikishe kuanzia sasa, tarehe ya leo mpaka kufikia tarehe 30 ya mwezi wa 8, anafika kwenye mamlaka maalum kuhakikiwa silaha yake na kuilipia vibali vyote ambavyo vinatakiwa kama mchakato wa kisheria wa kuhuisha umiliki wa silaha hiyo kisheria. Kwa wale wote ambao wanamiliki silaha kisheria na kwa bahati mbaya sana katika hali ya kujisahau au pengine kutokuwa na uelewa, kuimiliki silaha hiyo bila kuilipia vibali vyake kwa mujibu wa taratibu na sheria, wafike kwenye mamlaka zinazohusika waweze kuanza haraka sana mara moja kuweza kulipia vibali hivyo, lakini zaidi pia kuweza kuhakikiwa umiliki wa silaha zao kabla operation maalum haijaanza kwa kila mmoja. Lakini jambo jingine, kwa wale ambao wamefiwa na wale waliokuwa kimiliki silaha hizo, wahakikishe michakato ya urithi inapoendelea, silaha hizo zinawasilishwa kwa jeshi la polisi ama kwenye kituo chochote cha polisi kilicho karibu nao, ili waweze kupata maelezo mafupi kuhusu namna ya uhifadhi wa silaha hiyo mpaka pale michakato ya urithi itakapokamilika. Kwa wale ambao ndugu zao wamefariki, wameacha silaha na vibali maalum vya umiliki kwa yali yao, basi wafanye haya ambayo nimeyatangaza. Wale ambao wanamiliki silaha kinyume cha sheria, mtu labda alikuwa ni kibaka, aliiba begi akidhani kuna hela, kujilichungulia begi kuna silaha, akaamua kwenda nayo nyumbani au kuitupa na vitu vingine vya namna hiyo. Wale wamiliki wote wanaomiliki silaha kinyume na sheria, wahakikishe silaha hizo wanaziwasilisha wao wenyewe pasipo kutafutwa na mtu yoyote. Watakapotafutwa na mtu yoyote wakapatikana na silaha hizo kinyume na utaratibu, sheria kali zitakuwa chini yao. Kwa nitangaze tena rasmi kwamba kwa wale wote ambao wanamiliki silaha wasikilize tangazo hili. Ni muhimu kwa mkoa mkubwa kama wa Dar es Salaam vitu vyetu kufanya chini ya utaratibu wa sheria na kanuni. Hadi kufikia tarehe 30 ya mwezi wa 8, wale wanaopaswa kuhakiki, wale wanaopaswa kurudisha silaha hizo, wale wanaopaswa pia kusalenda kwamba nilikuwa na silaha katika njia ambazo si halali, ninairudisha. Hata ukitaka nenda kaitupe mahali, jeshi la polisi litaiokota, litaiweka silaha hiyo, huku masuala mengine ya kisheria yakiendelea. Mnakumbuka kwamba nchi yetu mwaka juzi kulikuwa kuna mgomo fulani, na hapo upande wa Kariakoo na sehemu zingine, na moja malalamiko yao yalikuwa ni wafanyabiashara wa kigeni kufanya kazi za uchuuzi upande wa Kariakoo na baadhi ya maeneo. Serikali kupitia Mheshimiwa Rais wameandaa blueprint ambayo inatoa maelekezo maalum kwa wageni wote kuhusu uwekezaji ndani ya taifa letu. Ili uwekezaji uwe endelevu, cha kwanza lazima kuwe na viashiria vya uendelevu. Lakini mgeni yoyote anapokuja ndani ya taifa letu lazima kuwe na principles na taratibu zote za yeye namna kuja kuwekeza hapa. Lakini leo hii unamkuta mgeni anauza mgahawa, mgeni amefungua kioski, mgeni yuko Kariakoo anauza duka la nguo, anauza duka la simu, na ameshika na kitarumbeta akitoa matangazo. Yani mgeni amekuja kutangaza matangazo hapa Dar es Salaam. Lakini vile vile pia unawakuta wafanyabiashara wengine pia leo wameanza kufanya mpaka vibiashara vingine. Kwa mfano, sitataja watu. Sasa hivi kuna tabia ya baadhi ya wafanyabiashara wa kigeni wanakwenda kwenye taifa, wanazalisha bidhaa. Inakuja bidhaa hizo zinaletwa na shipping line za kwao.
Zikifika hapa wanakuwa wao wenyewe wana makampuni ya clearing and forwarding, wao wenyewe wanaiclear na kuitoa mizigo. Magari ambayo yanabeba mizigo kutoka bandarini ni ya kwao, na magari yanayobeba mizigo hiyo kwenda kwenye magodauni yale ni ya kwao, na kule kwenye magodauni wanauza leja na jumla bila kulipa kodi ya serikali. Natangaza pia kwamba kutakuwa na operation maalum. I wish like ningekuwa najua Kichina, Kireno, Kiajemi, nizungumze kwa hizi lugha ili wafanyabiashara wachuuzi kutoka kwenye mataifa mbalimbali duniani waelewe kwamba Watanzania wanapaswa kubaki na fursa gani na wageni wabaki na fursa gani. Sasa mimi kama mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam siwezi pia kuruhusu wana Dar es Salaam walalamike kuhusu hili ambalo limenyooka kabisa. Kwa hiyo kuanzia tarehe 17 pia mimi mwenyewe mkuu wa mkoa tutaendesha pia operation maalum ya kuhakikisha kwamba mfanyabiashara yoyote wa kigeni anabaki kwenye taratibu za kuwa mwekezaji na sio mchuuzi, ili zile taratibu za kuuza viatu, kuuza nguo, kuuza kofia, kuuza miwani, kuuza vitu gani zibaki fursa hizo kwa Watanzania wenyewe na wana Dar es Salaam wenyewe. Kama tunahitaji kufungua duka la dawa, hatutarajii hata kidogo tutamkuta mgeni amekwenda kufungua duka la dawa, bali tutamuona mgeni amekwenda kufungua kiwanda cha dawa ili sisi tukanunue madawa kutoka kwenye kiwanda. Hatutarajii kumuona mgeni amefungua duka anauza TV. Tunatarajia mzawa atakuwa amefungua duka la TV ili huyo mwekezaji mgeni tukamkute amewekeza kiwanda cha TV na sisi tunanunua TV kutoka kwenye kiwanda. Kwa hiyo mfanyabiashara yoyote wa kigeni ambaye atakamatwa anafanya shughuli za kichuuzi na amekiuka utaratibu katika mkoa huu wa Dar es Salaam atachukuliwa hatua kali, ikiwa pamoja na kushirikiana na Wizara ya Mambo ya Nje, Wizara ya Mambo ya Ndani, na kumfukuza ndani ya taifa letu kwa kukiuka utaratibu ambao na sheria ambazo zimewekwa ndani ya taifa letu.